Iran inamlilia kamanda wa jeshi la Hizbullah kutokana na kifo chake kilichosababishwa na shambulizi kutoka katika jeshi la Israel IDF, huku ikisema kwamba Israel inatengeneza mipango ya mzozo wa muda mrefu dhidi ya makundi haya, lakini pia ikiunganisha hata na Iran. Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa la Iran, ametoa wito mnamo siku ya Jumapili kwa mzozo wa moja kwa moja na Israel kufuatia shambulizi la anga la IDF lililomuua mkuu wa jeshi la Hizbullah Haitham Ali Tabatabai mapema siku hiyo. Maoni ya Larijani katika ukurasa wake wa X zamani Twitter yalikiri kwamba Israel ilikuwa imefanikisha lengo lake katika shambulizi hilo na kutoa rambirambi zake kwa kiongozi mkuu wa Hizbullah Sheikh Naim Qasim. Wamefanikisha kile walichotamani, lakini Netanyahu anaendelea na matukio yake hadi kila mtu atambue kuwa hakuna njia iliyobaki isipokuwa kukabiliana na chombo hiki cha kubuni. Larijani aliandika, natoa salamu zangu za rambirambi kwa mheshimiwa kiongozi mkuu wa Hizbullah na kwa wapiganaji katika safu yake kutokana na kifo hiki cha kiongozi wake. Hapo awali Israel ilifanya mashambulizi huku wakimshambulia Ali Tabatabai katika mji wa Beirut. Hata hivyo, muda mfupi baadaye Hizbullah imethibitisha kifo cha kamanda wake na kubainisha kuwa wapiganaji wengine 4 wa Hizbullah pia waliuawa katika shambulizi hilo. Wakati wa vita kati ya Israel na Hizbullah mwaka uliopita, Tabatabai alikuwa amepanda cheo huku viongozi wengine wakuu wa kundi hilo wakiuawa na vitendo vya kijeshi vya Israel. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa akisema kwamba lazima atalitokomeza kabisa kundi la wapiganaji la Hizbullah nchini Lebanon, kadhalika na kulitokomeza kundi la wapiganaji la Hamas la ukanda wa Gaza. Mujibu wa waziri mkuu Netanyahu ni kwamba moja kati ya makundi ambayo yanasababisha changamoto ya kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati ni pamoja na kundi la Hizbullah, lakini pia ni pamoja na kundi la Hamas ambalo lilianzisha mashambulizi mnamo Oktoba mwaka 2023, jambo ambalo limeifanya Israel kuingia vitani wakati wote hadi wakati huu kushambulia kundi hilo la Hizbullah ambalo limepata msaada mkubwa kutoka katika makundi mengine ikiwa ni pamoja na Wahuthi wa Yemen, lakini pia na kundi la Hizbullah la nchini Lebanon ambayo yamesimama wakisema ni kwa ajili ya kuwatetea watu wa ukanda wa Gaza ambao wamekumbwa na mashambulizi ya Israel wakati wote tangu mwaka 2023. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu yanayojiri katika ulimwengu.